إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. Tunaendelea na kitabu Fiqh Sunna, kitabu kilichoandikwa na al-Ustadh Sayyid Sabiq, tukiwa katika mlango unaozungumzia sunna za kutawadha, na tulifikia mpaka katika sehemu hii ya salatu rak'ataini ba'dahu, kusali rak'a mbili baada ya udhu. Kifungo cha mwisho kilichobaki tukimaliza, kuna maneno pale kuanzia wama baqiya min ta'ahudi mawqi'il 'ainaini wa ghudunil wajh. Ama sehemu iliyobaki kuhusu maangukio ya macho, kusugua sehemu ya maangukio ya macho mawili. Wama baqiya, na kilichobaki, min taahudi, katika jambo la kutunza mtu akasugua wakati wa kutawadha, mawqi'il ainain, maangukio ya macho mawili, yani chini ya kope mle, wa ghudunil wajh, na kwenye mikunjo ya uso. Mathalan, mtu amekuwa mnene kiasi, uso wake labda umekuwa na mikunjo, au mtu mzima sana, aghlabu uso wake tena unakuwa unabadilika, unakunjana, unafanya matuta. Anasema Sayyid Sabiq kuhusu habari ya kusugua chini ya macho mawili na kwenye mikunjo ya uso, wa min tahriki al-khatam, na katika jambo la kutikisa pete mtu wakati anatawadha, wa min mashi al-uruq, na hata kupangusa shingo. Mambo haya kwa hakika tunayajua kwamba yamesemwa na baadhi ya watu na hadithi zipo, lakini sisi lam nata'arrad an dhikrihi, hatukuyaingilia kati kuyataja hayo, lianna al-ahaditha fiha, kwa sababu hizo hadithi zinazotaja kuhusu mambo hayo lam tablugh darajata as-sahih, hazikufikiria katika daraja ya usahihi. Sisi hatukuchukua taklifu tena kutaja mambo hayo, kwa sababu zile hadithi zenyewe tumezitazama, tumezikuta hazikufikiria katika daraja ya usahihi. Lam tablugh darajata as-sahih wa in kana yu'mal biha, na ijapokuwa hutumiwa mambo hayo au hadithi hizo tatmiman linadhafati, kwa ajili ya kukamilisha unadhifu, usafi. Kwa hivyo ipo habari ya mwenye kutawadha katika sunna kusugua makunjo ya uso labda, au chini ya kope pale akafanya kama hata kutoa tongo vile kutawadha, kama kwanza amka asubuhi, na pia kutikisa pete yake kama anayo kidoleni na vitu kama hivyo. Haya ni mambo ambayo, na pia kupangusa shingo, ni habari ambayo ipo katika kukamilisha usafi wa kutawadha. Lakini Sayyid Sabiq anasema hatukuitaja habari hii hapa kwa sababu hadithi zake tumezitazama, hazikufikiria katika daraja ya usahihi, lakini hutumiwa hayo kwa kukamilisha unadhifu. Makruhatu, mambo yanayochukiza kwa udhu. Makruhatuhu, yachukizayo katika sunna za udhu au katika udhu mzima. Yukrahu lilmutawaddi, imechukiwa kwa mwenye kutawadha, an yatruka sunnatan, kama ataacha japo sunna moja, min as-sunani al-mutaqaddimi dhikruha, katika sunna ambazo zimetangulia utajo wake. Yukrahu lilmutawaddi, inachukizwa kwa mwenye kutawadha, an yatruka sunnatan, kwamba anaacha japo sunna moja. Kule kuacha sunna, wengi wetu tunadhani si lazim, ni sunna, si lazim. Ukifanya unapata thawabu, na ukiwacha unapata dhambi. Basi imekuwa ile sunna imechukuliwa kama ni kitu cha upuuzi.
Hii sunna sote yafahamu mtu kwamba kuna amri ya Mwenyezi Mungu ya kufuatwa mtume wake pale aliposema katika aya nyingi za Qur'ani, miongoni mwa hizo inna lakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika kwenu nyinyi Waislamu kuhusu huyu mjumbe wa Mungu mna kiigizo chema. Mambo yenu yote mnayatazama mtume wenu kafanya nini. Mkitaka kutawadha kuswali mnachunga mtume katawadha vipi, mkitaka kuswali mnachunga mtume kaswali vipi. Haidhuru kwenye Qur'ani tulikutajieni viungo maalum vya kutawadha fardhi, lakini mtume tumemleta maksudi, tukatoa amri kwamba nyinyi mna kiigizo kwa mtume huyu. Kiigizo hichi itabidi wakishughulikie sana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, kwa yule ambaye anataraji kwamba iko siku atakutana nayo Mwenyezi Mungu na anaamini kwamba iko siku ya mwisho, achunge barabara mtume kafanya vipi mambo. Maana ukamilifu wa sababu zake mtu kulipwa inategemea kamfuata vipi mtume. Akifika mtu katika mwanandani akishazikwa tu, katika masuala watakayomuuliza malaika watamwambia ma kunta taqulu fi rajuli almab'uth fikum, nini ulikuwa unasema na kuitakidi kuhusu huyo mtu ambaye tapelekwa kwenu nyinyi. Hawezi kudanganya. Akijibu kwamba mimi ninamtambua kama Muhammad Rasulullah, pia ataulizwa umemfuata vipi. Wewe ushamtambua huyu mjumbe kaletwa kwa ajili ya watu kufundisha dini, mbona swala zako ziko nje ya mafunzo ya mtume? Mbona siyamu zako ziko nje ya mafunzo ya mtume? Mbona kutawadha kwako kuko nje ya mafunzo ya mtume? Mbona ukizika unazika nje ya mafunzo ya mtume? Umemkubali vipi kwa ni mtume? Katika aya nyingine za Qur'ani kuonyesha umuhimu kufuata bwana huyu, Mwenyezi Mungu anasema fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin wala naqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin walwaznu yawma'idhin alhaq faman thaqulat mawazinuhu faulaika ma'a alladhina faulaika humul muflihun. Mwenyezi Mungu anasema fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim, tunaapa kwamba sisi tutawauliza wale waliopelekewa mijumbe. Tutawauliza hawa wajumbe wamekuja hawakuja. Alam ya'tikum nadhirun, bala qad ja'ana nadhirun, hapana kaja mtume, wamekuja waonyaji. Sasa mbona mambo yao yamefanya hivi nyinyi? Alam ya'tikum nadhirun, fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalina, tutawauliza wajumbe wenyewe vile vile, mmefikisha kweli kweli ni yangu? Mbona watu wamekuja hawajui mpaka udhu kutawadha, nyinyi mitume mmefanya kazi barabara? Wala naqussanna alaihim bi'ilmi, na tutawasimlia hawa wote mambo yao kwa ujuzi kamili. Wama kunna ghaibin, na hatakuwa mbali nao. Walwaznu yawma'idhin alhaq, na kipimo cha amali siku cha mezani kitakuwa ni cha kweli kabisa, cha kweli kabisa. Mezani yake itakayokuwa nzito, hao ndio watakaofaulu. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika ma'a alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun wa na'udhu billahi min dhalik. Kwa hivyo hizi sunna muislamu sheti azielewe katika ule uwanja wake unaotakiwa kuelewa. Sunna ya mtume ni nini? Mtume anasema taraktu fikum amraini, mimi nimeacha kwenu Waislamu mambo mawili, ma in tamassaktum lan tadhillu ba'di, mambo ambayo kama mtakamatana nayo hamtapotea baada yangu. Kitabullahi wa sunnati, ni kitabu cha Mungu na mwenendo wangu, sunna zangu shati mzikamate barabara. Ama mkinkamatana na vitu vile hivyo basi mpotee. Sasa kama mtu atafanya ibada anaacha kwa maksudi sunna ya mtume, anaingia katika jambo la makruh lenye kuchukiza, na asili ya karaha asili yake ni haram. Itabaki kuwa ni karaha labda kafanya mara moja moja, kasahau mpitika kidogo hivi, atakuwa katika karaha pale, atachukiza. Lakini kama atakuwa kila akifanya ibada na hata sunna ya mtume, basi inakuwa yeye ni karaha yake na mpeleka haram. Sasa atakuwa yeye muhsin, afanya madhambi. Sasa yani atakuwa amemdharau mjumbe, kamtoa maanani, na kinyume cha haki ni batil.
kama si usiku ni mchana. Mwenyezi Mungu anasema famadha ba'da al-haqqi illa dalal, pana nini kama utaacha haki isipokuwa utakuwa unapata potofu. Kinyume cha sunna bid'a. Ukimwacha mjumbe wa Mungu ina maana unazua yako. Sasa huwezi kuacha sunna katika dini isipokuwa lazima utakuwa umezusha kitu katika jambo la dini. Kwa hivyo Sayyid Sabiq ameweka mlango makruhatuhu, yachukizayo kwenye udhu. Yukrahu lilmutawaddi, inachukizwa kwa mwenye kutawadha, an yatruka sunnatan, iwapo ataacha sunna mojawapo, minas sunanil mutaqaddim, katika sunna ambazo zimetangulia nyuma dhikruha, kutajwa utaji wake, hatta la yuhrama thawabuha, ili mwenye kutawadha asikose thawabu zake huo udhu, basi apate sunna moja moja ya mtume wake. Akiona mtume anaanza kupiga mswaki, aanze kupiga mswaki. Na akiona mtume anaanza kusukutua na kufanya maji puani, aanze hivyo mtu udhu wake, sio aruke kwenda katika uso tu. Kuacha sunna kunachukiza, na kuchukiza huku kama itakuwa kila siku utampelekea mtu kufanya haramu. Ili mtu asikose thawabu zake kamili, basi afanye sunna. Lianna fi'la al-makruh, kwa sababu kufanya jambo lichukizalo, yujibu hurmani thawab, huwajibisha kukosa thawabu, huwajibisha kuzikosa thawabu kama mtu atakuwa analeta mambo ya kuchukiza kila siku. Watatahaqqaqu al-karahiyatu, na inapatikana hakika kwamba mtu ameleta jambo la kuchukiza bitarki sunna, kwa kule kuacha mwendo wa mtume tu, basi itakuwa yeye kaleta jambo la kuchukiza sana. Hiyo ndio sunna ilivyo katika dini. Hicho ndicho cheo cha Nabii Muhammad ambacho kampandisha daraja Mola wake. Kule kufuata yeye imekuwa ndo dini yenyewe kamili. Sio mtu achukulie kwamba hii nikitaka nitafanya tu, kaleta makusudi kuja kufundisha dini. Mwenyezi Mungu anasema fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, mimi ninaapa hawawezi kuwa watu wanaamini sawa sawa mpaka kufanyia wewe Muhammad ndiye hakim katika matatizo yote ambayo yatakuwa nabishana watu, ikiwa kwenye dini, ikiwa kwenye dunia, lakini wewe utakuwa ni hakimu wao. Na imani ya mtu ninaikataa kama haikutimia. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kisha wasikute katika nafsi zao uzito katika hukumu tuhukumu wewe. Wa yusallimu taslima, na badili yake wanyenyekee moja kwa moja kumpata mtume. Kwa hivyo ili mtu asilete jambo la kuchukiza katika ibada zake, awe anampata mtume. Na mtu hana nafasi bwana ya kuvumbua yake, maana ya mtume mengi huwezi kuyachunga bwana ukayapata yote. Atakwambia mtu mtaweza wapi kumpata mtume? Hoja yake kubwa, anazua bid'a zake kwa sababu hawezi kumpata mtume. Atayaweza wapi ya mtume? Mtume maasum, mtume hivi na hivi. Yako baadhi ya mambo ya khususia, hayo mtume anayabainisha kwamba hayo ni kwa ajili yake tu, tena anakukataza hasa hapa usifanye. Kama vile kufunga kwa kuunganisha, siyamul wisal, funga ya kuunganisha day and night, usiku na mchana, hiyo ni funga ya mtume pekee yake. Akawakataza maswahaba wasiende hapo, ni khususia. Na akawaambia mimi nalala mimi, nafunga mimi, lakini mkanikijua fani yangu nyingine, yut'imuni rabbi wa yasqini, ananilisha Mola wangu mimi na kuninyesha kwa siri. Sisi maanbiya tuna mambo mengine kabisa, nyinyi hamna. Kwa hivyo ile istihamala yangu nayo mimi ya kustahimili kiu na njaa, wewe utakuwa nayo. Usinifate katika kuunganisha funga usiku na mchana, utaumia. Wako watu wametokezea kufanya ukaidi, wakafunga usiku na mchana. Matokeo yake mtu atakotema mate ya harufi atalimia kidevuni. Alipofika mtu mzima, mtu kesha vurugika mwili wote, kisha uharibu, hakumpata mtume. Mtume kishamwambia usinipate hapa ni khususia yangu peke yangu. Mtume alifanya kaidi, mtu akamwambia mimi inni ajidu quwwatan, mimi nina nguvu zaidi, naweza kufanya sunna hii ya saumu ya wisal. Alipofika tu uzimani huyu,
anasema kila kitu changu kikawa kigumu, kuinuka kwenye sala zangu za tahajjudi ngumu, sasa siwezi tena, nishajivunja vunja. Sasa nikawa nasema ya laiti kama ningesikiliza wito wa mtume nikamfuata pale ujanani kwangu, nisingekuwa leo ninashindwa na mambo haya mimi. Najuta bwana, najuta. Ama kweli mtume wa kweli huyu bwana, hakukatazi jambo isipokuwa lina shari na wewe, na kuamrishi jambo isipokuwa lina kheri na wewe. Kwa hivyo inapokuja habari ya mtume kutokufuata kama haiwezekani, itakuja kwa hoja kamili, dalili ya wazi kabisa kwamba hapa ni hususia ya mitume. Mengine yote yanakuwa umumian, hayo katika umumian unahimizwa. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, Muhammad waambie watu kama nyinyi kweli mnampenda Mungu, basi nifuateni mimi. Eti mnifuate bwana, kama mnampenda Mwenyezi Mungu nifuate mimi, na mkinifuata mimi yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum, na nyinyi pia atakupendeni Mwenyezi Mungu na kukusamehe dhambi zenu. Kwa hivyo ile hoja ya kusema kwamba tutamweza wapi mtume kumfuata, wakati huo anazusha mengine, mtume kashinda kumfuata, anayo nafasi ya kuongeza mengine. Uliwezaje wewe kuzua mengine ukashindwa kumfuata mtume? Muislamu bwana katika mambo ya ibada haya hana nafasi ya kuchukua lake popote bali. Amefungwa barabara katika duara maalum, yuko chini ya uongozi wa mtume, hawezi, hana kipengee chochote cha ibada ila atamkuta mtume yupo hapa na amrisha au anamkataza. Mtume anasema laysa min amalin allati tuqarribukum ila aljannati wa qad amartukum bihi, hakuna amali yoyote ambayo itakusogezeni peponi mimi nipo nitakuamrisheni zamani, na lolote lile kutini motoni basi pia vile vile hamlikuti isipokuwa mimi nishakatazeni. Mtume lazima afuatwe. Ukiamka tu basi yuko mtume anakufundisha namna ya kusema maneno. Ukiamka, ukiingia chooni mtume yupo anakuongoza, ukitoka chooni mtume yupo anakuongoza. Alimradi huna jambo hata moja, namna ya kwenda mazikoni, namna ya kuchukua jeneza, namna ya kuzika, nini uwe katika hali gani wakati unakwenda kuzika, mtume hajakuachia hivi hivi. Una nafasi ya kutia lako bwana. Yeye Mwenyezi Mungu dini kaifunga, na mtume wake anakuambia hakuna jambo lolote la kukukaribisha wewe na pepo ila mimi nishakuamrisha. Hivyo kuacha sunna katika ibada ni kujiingiza mtu katika mambo ya kuchukiza, na akiwa kuchukiza kwake itakuwa ni kuchukiza kwa kila siku, basi moja kwa moja anaingia kwenye haramu, huenda akafukuziliwa mbali na ibada zake zile, yakaambiwa toka, hazitajiwi hizi, utamtafuta kukulipa. Ndipo pale mtume aliposema idha salla al-abdu fa atamma ruku'aha wa sujudaha, ataposwali mja akatimiza rukuu na sijida kwa mujibu wa mtume alifundisha, namna ya kurukuu, namna ya kusujudu, nini kisemwe, hapo ndipo atapata kulipa sawa sawa ibada yake. Qalati salatu, hapa husema swala hafidhaka Allah kama hafidhtani, akuhifadhi Mwenyezi Mungu kama alivyomhifadhi mimi. Faturfa'u, swala ile irufaishwe ingojewe mwenyewe siku alipo. Na kinyume chake wa idha salla al-abdu fala atamma ruku'aha wala sujudaha, ataposali mja asitimize kwa mujibu wa funzo ya mtume, akarukua anapotaka yeye, akasujudu anapotaka yeye. Na hapa imetajwa rukuu na sijida, lakini mambo yote akatawadha anapotaka yeye, asimpate mtume, basi swala ile qala fi salati, usema swala dayya'aka Allahu kama dayya'tani, akupoteze Mwenyezi Mungu kama alivyomteza mimi, akudhalilishe Mwenyezi Mungu kama alivyomdhalilisha mimi, akuharibia mambo yote. Ina maana hii swala ina roho maalumu, inaomba dua kwa ajili yako au inaapiza dhidi yako. Mtu awe makini asijakafanya mambo akawaapiza na swala. Sijui itakuwaje mtu akifikwa na apiza za swala. Maana hiyo swala ni silatun baina al-abdi wa rabbih, ni maungano baina ya mtu na Mola wake. Akiapizwa na swala mtu kaumia, na akiombewa dua mtu na swala, basi ndio amewafiki katika kheri zote. Hii sunna kuichunga kwake ni kuchunga kukubwa kwa takia kwa Muislamu.
maana kuacha sunna ni kujitia mtu katika mambo ya makruh, na makruhu asili yake ni haram. Kama itakuwa inafanywa kila wakati kwa dharau, itakuwa ni haram moja kwa moja. Nawaqidul wudu, sasa tunaingia katika mambo yatenguayo udhu. Liwudhu'i nawaqidun, kwa ajili ya udhu kuna mambo maalum yanatengua udhu, yanaharibika. Na ukiharibika na kwa batil, na ukiwa batil ina maana sala yake mtu haitakubaliwa. Kwa hivyo tusije tukaona katika miaka iliyopita tokea mtume ahajir kutoka Makka kwenda Madina, leo hii tunahesabu miaka 1414, bado tumekaa kitako tunazungumziana milango ya udhu katika dini, kwa sababu udhu ndio utofanya swala iwe sahihi. Kwa hiyo hakuna kikomo cha kuzungumzia udhu. Kila siku mtu awe na check, mimi nataka sawa. Hiyo kila siku anafanya revision katika sunna ya mtume, anatazama tena na tena. Labda nimeghafilika na jambo fulani, mimi pengine sifanye siku hizi. Labda nimeacha sunna fulani ya mtume sifanye mimi. Anafungua tena mara kwa mara ili hakikishe kwamba anafanya kama alifanya mtume. Kwa ajili ya udhu na wasitun, kuna mambo yatenguayo tubtiluhu, ambayo mambo hayo hubatilisha udhu ule kwa huna maana, haufai. Wa tukhrijuhu an ifadati almaqsud minhu, na ukautolea mbali udhu ule katika mambo ambayo yanaweza kuleta faida ya makusudio ya udhu ule. Yani makusudio ya udhu ni kuswali kwa mfano, kwa hivyo isipatikane faida ya sala kwa sababu udhu umeharibika. Nadhkuruha fima yali, anasema Sheikh Salih, tunayataja au tutayataja hayo mambo yatengua ya udhu kama hivi ifuatavyo. Kwanza, kullu ma kharaja min as-sabilaini, kila chenye kutoka katika njia mbili za siri za mwanadamu, akiwa ni mwanamke au mwanamume, madhal kimetoka kitu katika sehemu yake ya siri, basi udhu hana. Chochote kilichotoka, hata kama ni uzi, jiwe, basi udhu usilenguka. Itabidi pale hawezi kufanya ibada ya kubaliwa ya sala, akatawadha mara pili. Uislamu ni usafi mtupu. Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda mazuri. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamala. Hatakubali sala ya mtu ambaye hana udhu, eti mtu awe mtakatifu sana mbele ya Mola wake. Na haya mambo ya udhu haya ni tohara ya nje nje tu hii, bali kuna usafi wa ndani, usafi wa moyo. Huo sasa usafi wa kujitenga na madhambi, huo ndo mkubwa zaidi, huo libasu taqwa. Hiyo sasa, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa warisha, Mwenyezi Mungu ameteremsha kivazi nyinyi mustiri tupu zenu hizi, na mapambo akupeni mjipambe. Halafu akakupeni walibasu taqwa, na vazi jingine la ucha Mungu. Hilo ndio Mwenyezi Mungu analijali zaidi kuliko hilo vazi la dhahiri la kuonekana. Nabii Isa alayhi salam anawaambia Mayahudi, msinijie mimi mmevaa maguo ya kipadri, maguo ya kiucha Mungu, maguo ya kiaskofu, na kumbe vitendo vyenu vinampita mbwa mwitu porini. Mimi njieni mmevaa maguo ya ucha Mungu, lakini halafu na vitendo vyenu vinawafiki nguo ndo zivaa. Au kama si hivyo, Mwenyezi Mungu haangalii nyuso zenu na nguo zenu. Kwa hivyo kuna tohara nyingine ndani ya moyo. Mwenyezi Mungu anamcheki mtu ndani ya moyo, ana uchafu namna gani, akiwa na hikdi kwa wenzio, chuki, unafiki, madhambi, basi yule mtu sala zake inakuwa pale hatafikiki, hata kama alitawadha vipi. Haya mambo yote ni sambamba, usafi wa kiwiliwili, usafi wa dhahiri huu, usafi wa ndani, namna kama hiyo. Kwa hivyo anasema chochote kitokacho katika sehemu mbili za siri hubatilisha udhu usiwepo tena. Yani sehemu mbili, al-qubul wa dubur, ni mbele na nyuma. Wa yashmulu dhalika ma yati, na inajumuisha, inakusanya haya yafuatayo: al-baul, choo kidogo kikitoka mtu hana udhu, wal ghaib, na choo kikubwa. Haya mambo ya choo kikubwa na kidogo, dalili yake kama mtu ana udhu, li qauli llahi ta'ala, ni kutokana na tamko la Mwenyezi Mungu mtukufu katika aya iliyoamrisha habari ya udhu iliyopo katika surati al-Maida, aya nambari 6.
Katika aya hiyo kuna kifungu cha maneno kisemacho au jaa ahadun minkum min al-gha'it, au kama amekuja mmoja wenu akitokea chooni. Wa huwa kinayatun an qada'i al-haja, kutoka chooni maana yake ni maneno hayo ni kinaya ya maneno inafahamisha kukidhi haja, min bawlin wa gha'it, katika choo kidogo na kikubwa. Lakini mtu haja hizo basi udhu huna. Jambo la tatu, rihu duburi, ni upepo utakaomtoka mtu katika sehemu yake ya nyuma. Dalili kwamba upepo ukitoka hakuna udhu li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ni kutokana na hadithi ya bwana Abi Hurairah, Mwenyezi Mungu amwiradhi. Qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume kasema la yaqbalu Allahu salata ahadikum, hatakubali Mwenyezi Mungu swala ya mmoja wenu, idha ahdatha, indi anapohuduthi, hata yatawadda, mpaka atawadda. Aliposema hadithi hii Abi Hurairah alitamka neno idha ahdatha, anapohuduthi. Hakulifafanua neno hili kuhuduthi kwa maana yake ya kumfahamisha kila mtu. Faqala rajulun min Hadramaut, alikuwa mtu Hadramaut pale Yemen, jamaa zao kina Said Bakarani washihiri, alikuwa Hadramaut pale. Hadramaut ilimpita lugha ile kwa hakika. Akasikia habari ya kwamba mtu akihuduthi, kuhuduthi vipi? Akauliza mal hadath, hii hadath hapa kitu gani ya Aba Hurairah, Abi Hurairah? Qala, Abi Hurairah akamwambia fasaun, usaun au duratun, ni kutoa pumzi kwa nyuma au kutoa sauti ya pigo hasa. Huko ndo kuhuduthi huko. Usaun au duratun, ni kutoa upepo kwa kutoa pumzi tu, hamna sauti yoyote, hakuna aliyesikia, labda itokee harufu tena watu watajua kwamba sasa hewa imeharibika. Lakini wakati mwingine hakuna harufu, anajijua mwenyewe mtu kwamba ameshatoka na upepo. Au duratun, au sauti ya pigo, pamoja na upepo unafuatana na pigo maalum. Hayo mambo maarufu sana, hakuna ambaye anajingikiwa nayo. Kwa hivyo akamfasiria kwamba hiyo ni fusahu na udhuratu. Muttafaqun alayhi, hadithi hii imewafikiwa na maimamu wawili wa hadithi wakubwa, Bukhari na Muslim. Wa anhu, na dalili ya pili kutokana na huyu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amradhi, qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, idha wajada ahadukum, ili amekuta mmoja wenu, fi batnihi shay'a, katika tumbo lake mna kitu, hali si nzuri, anapata mtutumo, labda kafutaria njugu mawe, maharagwe na baadhi na kunde na kadhalika, anapata mtutumo, hali si barabara, kila wakati mambo si mazuri, hajatoka na upepo, lakini tumbo linasikitika, anakuwa na wasiwasi. Sasa mtume sasa anamwondoshia mushkili. Idha wajada ahadukum fi batnihi shay'a, atapokuta mmoja wenu katika tumbo lake mna kitu, fa ashkala alayhi, naye akatia mushkil, akafanya wasiwasi, akhraja minhu shay'un, amekushatoa yeye katika tumbo lake chochote kile cha upepo, amla, au kutoa kitu, basi imekuwa anaharibikiwa. Maana yake akifika mtu katika stage ya kuwa na wasiwasi kama hivyo, ibada yake itakuwa na mushkili mkubwa, haiwezi kuwa sahihi, eti atie percentage alalio pande fulani kwamba ndivyo au sivyo, hapo itakuwa barabara. Sasa huu mambo ya wasiwasi, huu ni mambo mabaya sana bwana. Hakuna kitu sahihi kwa mwanadamu kama ana wasiwasi, basi ana ugonjwa mkubwa sana, na mpaka ibada zake zitakuwa sasa na wasiwasi mkubwa. Bwana Mtume amejitahidi kuondosha wasiwasi kwa Muislamu katika mifano namna kwa namna. Sio Mtume peke yake, na Mwenyezi Mungu vile vile kateremsha sura maalum
awe mtu akizisoma sura hizo ili kujikinga kwa Mwenyezi Mungu na mambo ya wasiwasi. Qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas. Sura hizo utaona mtume alikuwa halali mpaka azisome yeye mwenyewe, na hata katika ibada za usiku za qiyamul layli hizi utaona mtume rakaa yake ya mwisho anaifunga kwa al-ikhlas na muawwadhataini, ikiwa ndani yake anajikinga na mambo ya wasiwasi. Iko siri kubwa ndani yake kwamba wasiwasi ni ngoja mkubwa sana. Wasiwasi ndio silaha kubwa anayoitumia ibilisi kuharibu umma wa Adam. Wasiwasi akiwezacho yeye ni kushawishi nafsi ya mwanadamu akaitia wasiwasi. Hana nguvu nyingine ya utawala ya kumburura mwanadamu akamtia kwenye maovu ila ndio kumpambia mambo, akamtia wasiwasi. Akipatwa mwanadamu na shetani akiwa na wasiwasi, basi kapatikana kweli kweli, kapatikana sana. Kwa hivyo unaanza wasiwasi katika mambo madogo madogo, ni haya ya tumbo kukututuma haya na udhumi ina udhu. Baada ya dakika 2 itakimiwa sala, imekaa muda mrefu, shetani kisha kuondosha sasa hivi katawaza tena. Unakuja zako ndani ya swala sasa, unafunga swala, tumbo linatutuma tena. Ungetoka na upepo chochote, lakini pale tena kushetani anakuambia usali kitu gani? Takuruthi wewe, unatoka tena kwenye swala. Kama utamuendekeza katika mara moja mbili hizo, ina maana kisha kutia ugonjwa, tena ugonjwa mkubwa sana. Kuna wakati shetani anamfikisha mtu pabaya sana, anamwambia wewe ukenda msikitini utakufa kule msikitini wewe. Mjibu mwambie ndio, nikifia kule sio aula zaidi, tanifia wapi? Nifie msini mbaguni katika khairu buk'atin min al-ardhi masjid, katika uwanja mtakatifu ardhini hapa hakuna kwa msikitini. Sasa unanipisha kitu gani mimi? Unaambia kwamba nitakufa kule, anakufikisha pabaya sana mpaka unafunga swala, zile pumzi zina collapse ndani ya swala, unajiona kwamba huna hata pumzi za kuswalia. Ina maana kwamba uvunje swala na uache kuswali, ina maana kwamba kila ukiswali wewe ndio unakuwa gonjwa na zaidi. Shetani anakufikisha pala mpaka Qur'ani usisome, kwamba yeye ni shetani mbaya mchafu, hapendi Qur'ani kusoma wewe. Muislamu ukifika stage kwamba usome Qur'ani afanye ibada, ndio hapo habari kubwa. Na kuna baadhi ya viumbe wanamtii shetani kwamba shetani wake huyo hataki kisomo. Hataki kisomo, anataka nini? Anataka brandi, anataka na whisky. Maana huyu kampata kwenye kibuki, huyo mbuki huyu. Anataka brandi na whisky na hivi na hivi. Anatii mtu bwana, anakwenda kununua machupa ya whisky na brandi aipate salama yake, maana kamfikisha babaya sana. Hivi ndio inapokuwa unaanza kumuendekeza katika haya mdogo mdogo haya. Mtume sasa hataki mtu atawaliwe na ibilisi. Anatambia hivi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Anatambia mtume akihisi mtu hivyo, fala yakhrujanna min al-masjid, asikubali kutoka katika swala yake. Hapa imetumika masjid jina kwa sababu masjid ni pale pa kusujudia, si lazima iwe msikiti hapa, jua msala tu. Asitoke mtu katika swala yake, maana kuvunja swala kipuuzi yake jambo kubwa sana. Kwa ushakaa mbele ya Mwenyezi Mungu pale, Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ndio mkubwa kuliko chochote chamwambia. Alafu jitokee jambo lile kubwa zaidi kuliko ile ibada ya sala, hata utoke kwenye sala. Kubwa sana. Litokezee jambo lima la budda minhu, udhu umevunjika pale kwa uhakika, sala yako basi itakuwa tabiri katika sala ndio. Yako baadhi ya mambo tutakuta mbele huko tunakwenda katika hii kwa sunna inamfanya mtu atoke kwenye swala, mambo maalum. Lakini sio basi kijiwasiwasi kimekuja hivi kila mara mtu kavunja swala, ndio kavunja swala. Mtume anakuambia fala yakhrujanna, asitoke huyo mmoja wenu akipata hayo min al-masjid katika swala yake, hatta yasma'a sautan, mpaka asikie sauti yeye mwenyewe, ajue udhu natoka sasa, ina kitu mimi
nitoke sasa tawadhu. Au yajidarian, au kama akusikia sauti aanze kupata harufu, anapata harufu chafu mbovu. Sasa moja kwa moja itampelekea kwamba hii ndio yakini sasa kwamba mimi sina udhu. Hadithi hiyo rawahu Muslim, ameisimulia Muslim. Na kabisa mtu asikubali kuendekeza wasiwasi, sheti aipate yakini. Na hii habari ya kupata sauti na harufu bado kabisa haijawa ni yakini kwamba mtu kavunja udhu yeye. Muradi wake hadithi hii ni kwamba apate yakini. Imekadiriwa ikiwa yale mambo yanamhusu yeye pale peke yake alipo na swali, na ule mtutumo wa tumbo ndio yeye ndo mwenye nao, anajihisi vile, hapa atajifikiria kwamba ni yeye kavunja udhu. Lakini kuna wakati mwingine hiyo sauti ishapatikana, na kama sauti harufu tayari imetokeza, lakini hana mtu wasiwasi wowote kama ni yeye. Wengine mtu mwingine sala jamaa anasaliwa, sio kama kasikia sauti tena au harufu tena nitoke mimi. Hapana, sio hivyo. Muradi wake hapa hadithi nafunza kupatikana yakini, kwa sababu udhu hautenguki mpaka kwa yakini ya kutenguka udhu. Anasema Sabi, walaisa sam'a, na wala haikuwa huko kusikia, au wujidani raiha, au kupatikana harufu, haijakuwa bado sharfan fi dhalika, ni sharti ya kwamba udhu umetenguka abadan. Bal, lakini almuradu husulul yaqini, madhumuni hapa ni kupatikana yakini. Yakini ni jambo mtu kuliyakinisha kwa uhakika, ikawa anaweza kula kiapo kwa jambo hilo, wallahi tallahi nipe kafir. Akifika stage hiyo basi hakika hiyo ndio yakini hiyo. Isije ikawa alafu anaambiwa unaweza kula yamini. Udhu wangu pale, hapana, wewe unaweza kula yamini hapo sasa tayari. Unaweza kula yamini wewe? Unaweza kula yamini. Hiyo ndio yakini. Bali almuradu husulul yaqin, bali madhumuni ni kupatikana yakini bi khuruji shay'in minhu, kwamba kimetoka kitu kwake yeye, sio kusikia tu au kupata harufu tupuani. Yakini kwamba ni mimi ndio nilovunja udhu, hapo ndo atatoka kwenye sala yake. Hivi tu mtume anamkataza mtu asizoee kuchezewa na shetani kumtoa kwenye swala, sina sala, bali amjibu kimoyo moyo. Katika riwaya nyingine zimekuja kama kwenye Bulughul Maram zimo na vitabu vingine mbalimbali, amjibu kimoyo moyo, amwambie kadhata, umesema uongo wewe, mimi sikuvunja udhu bado, unaendelea swala yako bado. Arabi'u wal khamis wasadis, jambo la 4 pamoja na la 5 na la 6 katika yale yatenguayo udhu, katika vitu vitokavyo katika sehemu ya siri ya mbele au nyuma, almaniyu walmadhiyu walwadhiyu, ni maji ya manii yakitoka ana udhu, na yakitoka madhi vile vile hana udhu, na yakitoka maji yaitwayo wadi hana udhu vile vile. Katika darsa za nyuma tulipokuwa tunazungumza mlango wa najasati, waliowahi kubahatika tulizungumza ni kitu gani manii, na ni kitu gani madhi, na ni kitu gani wadi. Kama mtu hakuwahi kupata darasa kama hizo, basi kanda zipo, kitabu kizima hicho cha kirekodi, ajaribu kupata mlango ulioanzia mambo ya najasati, apate kujua nini manii, nini madhi, yanatoka kwa gani, nini madhi, na nini hukumu ya kila kimoja katika hicho, unajisi wake au utahiri wake. Lakini sasa tuko katika sehemu ya yatenguayo udhu, hatuzungumzii kipi najisi au kipi kitu fulani au kipi kitu fulani. Ikitoka chochote katika mambo haya inakuwa udhu hakuna. Bi kauli Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kutokana na kauli ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu ilmadhi, aliposema kuhusu madhi, alipoulizwa kuhusu madhi, mtume alijibu fihi alwudu, katika jambo la kutokwa na madhi itabidi upatikane udhu, ukatawadhe, una udhu.
Hii ilikuwa ni jawabu mtume anaijibu suala ya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali alimtuma mtu Mikdad ende akamuulize mtume juu ya habari ya yeye mwenyewe Sayyidina Ali, lakini yeye mwenyewe hakwenda. Inasemekana akimwonea haya kwa cheo alichonacho, kwamba yeye mbali ya kuwa ni ndugu yake mtume, mtoto ni ami yake, bali pia ni mkwewe, amemwolea mwanawe Fatima. Lakini kiwiliwili chake Sayyidina Ali kilikuwa na nguvu fulani, anatokwa na madhii kila wakati. Sasa anataka kujua mambo yake ya ibada yatakwendaje. Haya madhii yakitoka haya akogi janaba au itakuwa ni kutawadha udhu tu peke yake, nini habari yake? Akamtuma bwana mmoja Mikdad akamuulizia mambo haya. Mtume akajibu, fihi alwudu, ndani yake jambo hili itabidi upatikane udhu. Chochote kikitoka katika siri ya siri mbele au nyuma, basi udhu umetenguka, mtu akatawadha. Na haya maji kwa ufupi ni maji ambayo yana mnato hivi meupe, lakini si meupe rangi ya maziwa kama manii, meupe katika meupe rangi ya maji, weupe wake rangi ya maji, au weupe wake rangi ya umande kwenye majani. Ndio hiyo sura ya maji. Ni maji yenye mnato, yanakuja maji hayo wakati mtu anapokuwa na fikra ya mambo ya matamanio, au amepita starehe kabla ya kuingiliana baina ya mtu na mumewe au mtu na mkewe, basi hutangulia kwanza kutokeza maji hayo huitwa madhi. Maji haya ni najisi kwanza, yenyewe ni najisi, na kwa kuwa yamemtoka mtu basi udhu hana vile vile. Na yanapatikana zaidi maji haya kwa watu wenye umri uliofikia baligh, ambao bado hawakuingia katika mambo ya ndoa. Mara kwa mara huwa wanapata kitu hicho, bali hata waliooa, tegemea mtu nguvu zake za mwili zilivyo, huwa mtu mwingine anapata sana maji haya. Mmoja katika waliopata maji hayo sana kwa mara nyingi ilikuwa ni Sayyidina Ali bin Abi Talib, na wengine wengi ambao waliripoti kwa mtume kwamba wao walikuwa wanakoga kila wakati, mpaka walipojua kwamba ala, kumbe si kuna kukoga hii ni kutawadha tu, lakini kwa mtu kila wakati anakoga, maana kila wakati anapata maji hayo, isipokuwa imepewa takhfif najisi yake kwa madhi yaingiapo kwenye nguo. Kwa kuwa kijana hali yake ndo anakuwa iko taabuni sana, kila mara anapata mambo kama hayo, basi imepewa msamaha. Yakiingia kwenye nguo unaweza kunyunyiza maji, ikawa basi unaweza kuswali na nguo hiyo. Lakini kwa najis ni najis, imepewa takhfifu kwenye nguo za vijana, wanaweza kunyunyiza maji juu yake. Hayo ndiyo madhi. Na wadi ni maji vile vile kama madhi, sura yake yana mnato vile vile, lakini mnato wake si mkubwa sana kama madhi. Ama hii wadi ni maji mepesi vile vile, hayo yanatoka baada ya mtu kwenda haja ndogo. Ukishamaliza haja ndogo, mara nyingi anapatia maji yaitwayo wadi, na asipojua mtu anaweza siku zote ataondoka pale na najis, na hiyo wadi najis vile vile. Sasa mambo kama hayakusoma vizuri, huenda mtu ikawa kila siku pale akitadawal anaondoka na najis, akasali na najis, na matokeo yake itakuwa yeye ibada yake imekuwa mushkili mkubwa, haikusifu. Ndio maana kila kitu katika ibada kisemewe kwanza kabla ya kutendwa. Asikubali mtu kuachwa kwenye mataa, lugha ya kisasa hiyo. Asikubali mtu kuachwa kwenye mataa katika upande wa dini yake, ikawa yeye ni kufuata tu, ni mbumbumbu tu, hatujui kitu kinachombadilishia udhu na hivi na hivi, yeye yumo tu. Hapana, fanya kitu kwa uhakika, uijue halali yake na haramu yake, batili yake, sahihi yake. Hayo mambo ya wadi yanakuja maji hayo baada ya kutabawa. Na ndiyo maana mtume akampa amri mwanamume, akasema idha bala ahadukum, atakapojoa mmoja wenu, falyantur dhakarahu 3 marrat,
na aikamue mwanamume tupu yake mara 3, kuna mshipa maalum chini akiupata ndio inaweza kumalizika ile wadi akaondoka pale sasa. Na asipojua mtu anaweza siku zote ataondoka pale na najis, na hiyo wadi najis vile vile. Sasa mambo kama hayasoma vizuri, huenda mtu ikawa kila siku pale akitabawal anaondoka na najis, akasali na najis, na matokeo yake itakuwa yeye ibada yake imekuwa mushkili mkubwa, haikusihi. Ndio maana kila kitu katika ibada kisomewe kwanza kabla ya kutendwa. Asikubali mtu kuachwa kwenye mataa, lugha ya kisasa hiyo. Asikubali mtu kuachwa kwenye mataa katika upande wa dini yake, ikawa yeye ni kufuata tu, ni mbumbumbu tu, hatujui kitu kitumbadilishia udhu na hivi na hivi, yeye yumo tu. Hapana, fanya kitu kwa uhakika, uijue halali yake na haramu yake, batili yake, sahihi yake. Hayo mambo ya wadi yanakuja maji hayo baada ya mtu kutabawwa. Na ndiyo maana Mtume akampa amri mwanamume, akasema idha bala ahadukum, atakapokojoa mmoja wenu, falyantur dhakarahu 3 maratin, na aikamue mwanamume tupu yake mara 3, kuna mshipa maalum chini akiupata ndio inaweza kumalizika ile wadi akaondoka pale sasa. Kama si hivyo, kwa kwenda mbio mbio tu, akinyanyuka pale wadi inapatia tahamaki, anarovya nguo zake, alafu anakwenda kusema Allahu akbar, hamna kitu. Falyantur dhakarahu 3 marati, aiminye kuikamua tupu yake mara 3, huku anajisaidia kwa kujikohoza kohoza kidogo, angalau anamaliza. Wengine ukohoa kohoa kwa nguvu namna kama hiyo, kwa sababu inapatia maji wadi. Na hayo wadi mbali ya kwamba yakitoka kwa mtu anaudhu, bali yenyewe ni najis sawa sawa na maji, isipokuwa manii tu ndiyo tahir. Ingawa yakitoka hayo hukumu yake ni janaba, yakitoka kwa matamanio, isipokuwa yakitoka kwa ajili ya ugonjwa, hukumu nyingine inakuwa kabisa. Lakini kama mtu katamani, kafikiri, hata usingizini, basi hukumu yake ni janaba, isipokuwa kitu chenyewe inakuwa ni tahir, si najis. Na pia mtu akitokwa nayo hayo, kama hata hakutenda kitendo, mbali ya kuwa na janaba, udhu vile vile hana. Hiyo ndio tofauti baina ya madhi na wadi na mani. Walikauli ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na kutokana na kauli ya Abdullah bin Abbas, Mwenyezi Mungu awe radhi na baba yake, amesema amma almaniyu, ama kuhusu manii, fa huwa alladhi minhu alghusl, hayo ni kitu, hicho ni kitu ambacho kwa kitu hicho kikitoka inabidi kukoga lazima janaba, ila yakitoka kwa ugonjwa. Yakitoka kwa ugonjwa masala mengine si kukoga moja, mtu atawaza tu. Hiyo ndio fatwa aliyojibu Ibn Abbas wakati alipokuja mtu mbele ya watu katika masahaba, wakiwa wamefanya halqa katika msikiti, na Ibn Abbas qaimun yusalli, anasali. Yule mtu alipokuja aliuliza, hal minkum min muftin, jamani mloko hapo, wengine masahaba Mtume, labda yuko mmoja wenu anaweza kujibu maswala mufti kidogo hivi katika dini? Wale akamwambia sal, uliza haja yako bwana. Akasema yake, mimi nina taabu kubwa, kila nikenda haja ndogo yanapatia maji bwana, maji ya manii. Sasa mimi vipi hukumu yangu, nikoge mimi kila kifayo nikoge vipi? Wale wakamuuliza, unakusudia maji gani mzee? Ma'un dafik, anasema maji ya chupayo. Maji ya chupayo gani? Ni yale ambayo yakunu minhu alwalad, anafanyika mtoto ndani yake. Akajibu naam, ndiyo hayo hayo. Wakamjibu akamwambia, itakubidi ukogea, itakubidi ukogea, hayo manii imetoka janaba hii. Ibn Abbas ile fatwa inajibiwa, anaisikia, anaswali, lakini wakati huo yule bwana akawa anakwenda zake, lakini huku anarejea nyuma. Lakini kuta mara ngapi nitakuwa ninakojoa mimi? Maji haya mengi ninayokunywa mimi, na pengine mtu ana baul sukar, anakojoa kuta mara 30. Sasa kila kikojoa yeye anakuja maji yale ya chupayo,
ina maana kwamba kila kukojoa koga hayo maji yatamtia homa na tampitia pneumonia. Ikawa anakwenda atakurejea, hakutosheka na jambo lijibiwa hili. Ibn Abbas akaswali mbio mbio. Aliposwali mbio mbio, wakati ile bwana kenda zake, akawauliza wale jamaa pale, nyinyi jawabu mlompa yule mtu, mmempa jawabu ile kutokana na nini? Kitabu cha Mwenyezi Mungu? Wakajibu la. Mmemjibu kutokana na kauli ya Mtume? Wakajibu la. Basi mmemjibu kutoka wapi? Wakasema tumejibu kutokana na kiasi cha akili, rai. Ibn Abbas anahamaki kidogo, akawaambia kwa ajili hiyo ndiyo maana Mtume kasema faqihun wahidun khairun min alfi abid. Ndio maana Mtume akasema mtambuzi wa dini mmoja ni bora kuliko wanaofanya ibada wa 1000 hawana maana. Aliyosoma dini yake akaitambua vizuri, akajua udhu wake, akajua sala yake, ni bora kuliko wafanyao ibada 1000 hawana maana yote. Ona ina maana kuinuka. Akasema niitiwe lile bwana pesa. Akaitwa yule bwana. Alipokuja akawaambia, na basi anamwambia, unaonaje bwana hichi kitu ambacho kinakutoka wewe kila kikojoa? Hichi kitu hebu niambie, unahisi raha yoyote katika mwili wako? Unapata hisia matamanio hivi? Akajibu la, sipati. Upati matamanio? Sipati matamanio. Je, katika mwili wako unahisi msisimko fulani hivi kwamba kitu? Akamba sipati. Mimi sihisi, nasikia toka tu. Akamwambia juu yako ni kutawadha, hayo ni maradhi, huo ni msukumo tu wa ugonjwa baba, una haja koga. Kwa hivyo yakitoka kwa njia ya matamanio ndio inakuwa al-ghuslu, kukoga, ama kwa ugonjwa tu usikukoga. Wa amma al-madhi, na ama kitu kiitwacho madhi, walwadi, na hiyo wadi, faqala, Mtume kasema, au huyo Ibn Abbas kamwambia mtu, ighsil dhakaraka, osha tupu yako, au madhakiri, au tupu zako zote zilizokuzunguka. Ana pengine miturizikia imeingia kwingine vile vile, osha vitu vyote, uondolee wasiwasi. Watawadha wudhuaka, na utawadha wudhu wako lisalati, kwa ajili ya swala. Kutokana na wadi na madhi tawadha wudhu. Ama manii yakitoka kwa matamanio, al-ghusl ni kukoga. Rawahu al-Bayhaqi, hadithi hii amesimulia Bayhaqi fi sunani, katika kitabu chake alichokiita Sunan al-Bayhaqi. Jambo la pili ambalo linatotengua udhu, an-nawmu al-mustaghriq, ni usingizi mzito wenye kumzamisha mtu katika kulala. An-nawmu al-mustaghriq ni usingizi uzamishao, alladhi la yabqa ma'ahu idrakun, usingizi ambao haubaki pamoja na usingizi huo hisia za mtu, kesha lala kabisa. Anapita katika miji mbalimbali huko, pengine anazungumza na maiti huko kwenye usingizi wake, hayupo kabisa huko, hana hisia, anakoroma, hayupo kabisa duniani. Maa adami tamakkuni al-maq'adati min al-ardh. Tena isitoshe, usingizi mzito huo mtu kalala pamoja na kukosekana kutuliza makalio mawili katika ardhi, kalala ubavu. Usingizi kama huo unatengua udhu moja kwa moja. Lihadithi Safwan ibn Asal, dalili yake ni kutokana na hadithi ya bwana Safwan ibn Asal radhiyallahu anhu, qala, amesema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaamuruna, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu akituamrisha sisi, idha kunna safran, tunapokuwa safarini, alla nanzia khifafana, kwamba tusizivue hofu zetu, 3 ayamin, kwa muda wa kutwa 3, wa layaliyahunna, na kucha zake, illa min janaba, isipokuwa tukipata na janaba tusivue tukofi. Lakin min gha'it wa bawl wa nawm, lakini kutokana na haja kubwa na ndogo na usingizi, pale udhu utakuwa umetenguka tu, tutawadhi tu basi.
na kwamba hofu zetu tusizivue, tutapaka maji juu yake tu. Mlango wa hofu unakuja baadaye mbele. Hapa amekusudia kuonyesha kwamba usingizi unatengua udhu. Ndio maana Mtume akasema kwamba utatawadha, lakini kutawadha kwako usizivue hofu tu. Akautia usingizi pamoja na vitu vitatu, pamoja na vitu viwili: choo kikubwa, choo kidogo na usingizi. Ina maana usingizi vile vile ni kama haja kubwa na ndogo katika kutengua udhu. Hadithi hii rawahu Ahmad, amesimulia Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidhi wa sahahu, na Tirmidhi akasahihisha. Alafu anasema sahabi, fa idha kana an-naimu, pindi atakapokuwa huyu mwenye kulala, jalisan, amekaa kitako, mumakkinan maq'adatahu min al-ard, ametuliza hasa makalio yake kwenye ardhi, kama ambavyo tumekaa sote sasa hivi msikitini hapa. Amekaa kama hivyo kwa mfano, alafu kaya usingizi, anayumba yumba, anakwenda kulia, anakwenda kushoto, anakwenda mbele, anakwenda nyuma, anasinzia. Basi lakini katuliza makalio katika ardhi. Anasema kwa kukaa hivyo, la yantaqidu wudu'uhu, hautenguki udhu wake. Wa ala hadha yuhmalu hadith, na juu ya hoja hiyo ndiyo inapochukuliwa hadithi ya Anas radhiyallahu anhu qala, ambaye amesema kana ashabu rasulillah, walikuwa masahaba wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallama, yantadhiruna al-ishaa, wakisubiri sala ya Isha al-akhira, hiyo Isha ya mwisho hiyo, wanaingoja. Na siku nyingine Mtume Isha hii alikuwa anaicheleweshea wakati wake kwa maksud, kwa sababu Isha Mtume akipenda isaliwe katika nyakati kidogo ziloingia kwenye usiku, kama vile saa 3, 3:30, 4:30. Akipenda sana Mtume hivyo, kwa sababu alikuwa anachukia mtu tena kuzungumza upuzi mwingine wa kidunia baada ya sala Isha. Akiwaona maswahaba hawajaingia wengi msikitini mle, wanakuja mmoja mmoja, Mtume hatoki ndani kwanza, anaichelewesha kwa maksudi. Kisha akitoka akisalisha, anawaambia watu, inna hadha la waqtuha, huu ndo wakati wake Isha hasa. Laula an ashuqa ala ummati, la itikuwa mimi sioni tabu juu ummati wangu. Lakini akiona jamaa imetimia vizuri mapema na sala ya jamaa, kila ikiwa kubwa zaidi jamaa yake ndio sababu kubwa zaidi, basi pale Mtume anaipiga mapema pale. Basi kana ashabu rasulillah, anasema Anas ibn Malik, walikuwa masahaba wa Mtume, yantadhiruna al-isha akhira, wakisubiri sala ya mwisho ya usiku, hii ya mwisho, hatta takhfiqa ru'usuhum, mpaka vinayumba vichwa vyao, vinanepa, na kwenda mtu kulia na kwenda kushoto, mbona ngoe kampirani vile. Yatokea hapo kia hedi tu mtu chini yako amekaa naye, bado kulalia mtu chuma hivi, kalala yombo mtu kimpisha hivi lego kalala, lakini katulia, kaweka makalio katika ardhi barabara. Basi anasema sawa Mtume, wanafika mpaka tahfika ruusuhum, vichwa vyao vinayumba huku na huku, lakini thumma yusalluna wala yatawaddauna, kisha wanairuka pale wanaswali na hawatawadhi, kwa sababu wao masahaba wa Mtume walielewa kitengo cha udhu barabara. Hadithi hii ikawa ni hoja kubwa sana kwamba usingizi wa aliyeka kitako kikao hicho haumtenguli udhu wake. Ila unaweza kukutana na hadithi, kwa mfano kwenye kitabu Bulughul Marami, hapa usasabi kakustadi hadithi hizo. Hadithi hizo kwa hakika ni dhaifu katika masnadi yake, lakini hadithi dhaifu vile vile unaweza ukaikamata ukaitumia kama hakuna hadithi sahihi inayoivunja hiyo, au hadithi dhaifu inatumiwa katika mambo ya kuhimiza mambo ya kheri. Unaweza kutumia mpaka hadithi dhaifu kumhimizia kufanya kheri. Kuna hadithi dhaifu isemayo al-ainu wikahu sahi, jicho ni kinga ya fahamu. Fa idha namatil aynan, yatakapofumba macho mawili, istaflaqa al-wikahu, imeondoka kinga ya fahamu. Wa man nama falyatawadda,
atakayelala bwana katawadha. Tukiendea ndipo hadithi hii sasa, hoja hapa tunaikubali hii ni hoja inakubalika kwamba imeonekana kwamba usingizi umenyoka kitako kitu kama hichi haumtenguli udhu, kwa sababu masahaba wa mtume vitu vyao vikiumba wanaenda kwa swali bila kutawadha, na pengine mtume akiwaona pale kwa mikono miana, pengine tuchukulia hivyo. Tukiendea ndipo hadithi hii kwamba macho ni kinga ya fahamu, ni kweli bwana. Macho yakiwa wazi ile fahamu yako inajijua hasa kwamba sasa nipo barabara. Lakini macho yakifumba, mzee wangu, hata kama umekaa kitako katuliza makalio barabara, unaweza ukatoa fusaun au dhuratun mwenyewe na habari. Ninakumbuka ile fusaun na dhuratun nimezungumza punde hivi sasa katika mlango ule wa yatokayo katika upepo. Unaweza ukatoa fusaun, pumzi au sauti hasa, na watu wote wakapiga hii nani huyo, na mwenyewe una habari na yumba tu, kwa sababu ile kinga ya fahamu haipo. Mtu shakuwa hayupo. Kuna watu wanalala completely wamekaa kitako kidogo bado, watu wanalala wako wima. Tunaswali na watu wanaswali tarawih na mzito wadogo hapo miguuni. Kuna watu wanalala wanasteriji ya mtukari na wamepakia abiria huko nyuma chungu nzima, roho za watu wanazo. Chuma anakitia majalini hivi na mtu unatuua anakaa sawa hivi. Kesha lala kabisa kwenye steering. Si ana roho za watu pale, gari inaendesha na mvumo na kila kitu, na mbele kuna mataa kule barabarani na kasa, kesha lala. Ukiendea ndipo hadithi na udhaifu wake, al-ainu wikahu sat, jicho ni kinga ya fahamu. Likilala jicho ile kinga imeondoka kwa hakika. Sasa hadithi inasema dhaifu hiyo, fa idha waman nama falyatawadda, anailala katawadha, ili kujiondoshea mtu wasiwasi. Ingawa mategemeo yapo ya usingizi umenyoka kitako mtengulie udhu, ili mtu asije kaswali kwamba hana udhu, maana sala bila udhu haikubaliki, ile katawadha bora. Hususan kwetu sisi Unguja, maji yetu bure kabisa. Hata na baadhi ya watu bwana, maji kwao ni mali sana bwana. Anaweza akasema kwamba mimi nitegemea kwenye hoja ile bwana ya kusinzia mpaka yumba kutaona ndio bwana. Masahaba mtume tawadha nini, wameswali bila kutawadha bwana, kwa sababu maji ghali, maji tabu. Na pia vile vile kujadili udhu ni kitu ambacho kipo kadiri. Unaweza kaona una udhu kamili ikakujia tu kwamba nimekaa muda mrefu mimi bwana, nimekaa muda mrefu tokea magharibi pale, pengine unasema udhu tokea alasiri, mwenyewe darasani pale, alafu ile magharibi ukasali pale darasa iko pale ukalitaka, alafu ukaona ingawa udhu nao, lakini nimekaa muda mrefu ninakwenda kujadili kuutia mpya, iko vile vile hiyo, unaweka udhu juu ya udhu. Kwa hivyo haya masala ya usingizi, hii hoja ni kabisa imetegemewa, inakubaliwa na jamhuri ya Waislamu wote. Kwa hadithi hii ya masahaba kuondoka kuswali bila kutawadha, moja kwa moja imekuwa ni hoja hii. Lakini kuna nyingine dhaifu zinazoweka kwamba ile kinga ya fahamu ya mtu inaondoka akilala. Kuna watu bwana wanalala bwana, wana steering za mutukari, wanaamshwa maringi yameshaingia msingini kabisa, na sawa mtu kabisa. Kwa hivyo rawahu Shafi'i, hadithi ile masahaba kuinuka kuswali pale na kutawadha kwa usingizi wao kapitako ule, wameisimulia Imam Shafi wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidhi, wa lafdhu Tirmidhi min tariq Shu'ba, na tamko la Imam Tirmidhi katika njia aliyopokea bwana Shu'ba, anasema laqad ra'aytu ashaba rasulillah, mimi kwa macho yangu nimewaona masahaba wa mtume yuqiduna lisalati, wanazindukana kwa ajili ya swala, na nimewakuta hatta la asma'u li ahadihim ghatifan, mpaka mimi ninaweza kusikia kwa mmoja wao mkoromo bwana, mtu analia mkoromo. Thumma yaqumuna fayusalluna, kisha wanasimama wanaswali, la yatawaddauna hawatawadhu. Ni hoja kwa hakika. Faqala ibn al-Mubarak, akasema ibn Mubarak, hadha indana,
hivi ndio kwetu sisi ilivyokubalika. Wa hum julusun, na hao lakini wamekaa kitako, si kwamba wameoga, wamekaa kitako. Ni haula ipo, lakini ukizingatia vile vile huo usingizi bwana, anaweza mtu akalala kitako tako na akalala kweli kweli na akafanya kila kitu hapo hajibu. Sasa kwa kujiondolea wasiwasi bwana, kule kutawadha inakuwa ni aula, ni bora zaidi.